Watazamaji, leo tupo tena kuendelea na vipindi vyetu Dr. Kondo Online Television katika hii migogoro ambayo inakumba dunia, na mgogoro ambao sasa hivi upo live na hot ni huu wa Middle East. Lakini jambo moja la linalokumbusha ama linatufundisha ni kwamba katika haya mambo ya jeshi kuwa na doctrine ni ya kijeshi sisi tunaita doctrine, sipati neno lake zaidi, lakini ile roho yenyewe, yani msingi wenyewe wa dhana yako, falsafa yako katika jeshi zima nini, hilo ndio muhimu, na linaweza hilo likapelekea kupata ushindi ama msimamo mzuri. Tumeona viongozi wengi wa Irani katika mapambano yao haya na uvamizi wa Marekani na ubabe, kutaka kuhalalisha vitendo vyao vile vya kudhibiti Middle East, kwa sababu Middle East wamedhibiti, lakini kinachowasumbua zaidi ni Iran basi, lakini nchi zingine zote zile zimecomply na Marekani, na ndio maana Donald Trump anazungumza maneno anavyotaka. Hata wakati fulani alipokuja na ile Abraham Accord kutaka kuzilazimisha nchi za Guba zote pamoja na Saudia zitambue rasmi Israeli, ni fadhaa kubwa, kwa sababu jambo lolote litokane na wananchi ama nchi yenyewe lisiwe imposed na nchi moja kwa maslahi yake ama kwa mtazamo wake. Hii ni kuyaibisha ama kuidhalilisha nchi husika hii ambayo inapokea amri hiyo, lakini ni ukoloni wa aina fulani. Kwa hiyo wao ni yao ndio hiyo, na kuifanya zile iwe kama ndio settled state pale Middle East kilanja, lakini kulinda maslahi ya Marekani na nchi washirika wake wa magharibi pale, ni mwakilishi wao. Hii ni dhana kubwa, lakini Irani katika kupambana na Marekani, kwanza ile fearlessness, kutoogopa, kutotishika, kusimama imara kama wanaume, kama watu ambao wanalinda utu na haki yao ya kuishi na mustakabali wa nchi yao. Nimependa hii dhana yao ya eye for an eye, jicho kwa jicho. Akikutoboa jicho mtoboe mawili yote, akikuvunja mguu mvunje miguu yote miwili. Basi ukifanya hivi, yule adui atajua, atapata habari na atapata. Lakini wale nchi za magharibi ilikuwa kwamba akikupiga unamgeuzia shafu la kulia kupige tena, atakupiga sana, mwisho atakuua. Na ndio kwa sababu aishi hapa, tamaa yake uwe haupo. Sasa hili mtanange huu na hii dhana imesaidia sana kuifanya Marekani ipate adabu aina fulani. Kwanza Marekani yakubali usuluhishi ama mazungumzo mpaka aone kaelemewa, na hata hivyo bado atarudi katika njia nyingine, atajaribu mara kwanza, mara pili, mara tatu, mpaka afike mahala kwamba hapa naona basi. Sasa hayo yanayofanyika malifanyika, ukiangalia statement za kwanza unaona kwamba ile vita pale Middle East hapajachafuka zaidi Marekani kuivamia, palikuwa na matayarisho. Marekani Rais Donald Trump alibadilisha wizara ya ulinzi. Huyo Pete Hegseth ambaye ndio waziri wa ulinzi akamwita waziri wa vita. Sasa watu walikuwa hawajui kitu gani kinachofuata. Kinachofuata ndio vita vya Irani, waziri wa vita. Na kwa mbwembe kubwa pale Pentagon wakaondoa lile bango lile, wakaweka war minister. Lakini sasa hivi kipigo kile, hata yule bwana kaudi tena hatajui tena kama waziri wa vita, hatajui waziri wa defense kama una note. Lakini mbwembe zilizofanyika na bango lile la pale Pentagon likaandikwa waziri wa vita, lakini akatajwa na rais anamtangaza hivyo rasmi, kabadilisha wizara.
na statement zake yule bwana mkubwa, waziri wa vita yule, ambao sasa ni waziri wa ulinzi tena, anaendelea hivyo, zilikuwa kali sana. Anasema tutafanya jambo ambalo kuwashikisha adabu wa Iran na kuondoa utawala. Msingi wake ulikuwa ni kuondoa utawala. Hapa lazima tubaki. Ajenda ya Marekani hawataki kuona kwamba utawala ule wa Iran upo, Islamic Republic unaondoka. Anakuja tena Shah. Tena hawana aibu, wanamchagua kabisa na wanamwandaa hivi mnamuona. Wale watu wasichukua na aibu. Maana unawaandalia watu kiongozi wao. Kweli? Ndio demokrasia yenyewe. Wamefanywa hivyo wao na watakubali kufanywa hivyo. Lakini dunia imekaa hivyo. Yule bwana panyanya wanamtafutia press conference mbalimbali na walimu. Sasa hiyo hazungumzi tena kwa sababu wameona maji hapo shingoni. Lakini hapa katikati palikuwa na heka za kumtangaza yule kiongozi yule mkimbizi yule wa mtoto wa Shah yule kuwa ndo atalii. Unarithi nini? Wakati baba yako alifanya vituko akaondoka kwa aibu, lakini anaridhishiwa na wanaweza wakakuletea kiongozi wanaotaka. Hawa watu hawana demokrasi. Demokrasi maneno tu ya kupendezesha watu. Hawana, wenyewe hawaifuati, hawana. Na hizi kesi zinatupa picha sisi nchi ambazo wengine lazima tuangaike kwamba hawa hawana demokrasi. Hata wanazungumza bango la demokrasi, hawana hata chembe. Ushahidi upo huo. Ushahidi upo wa Venezuela. Ushahidi mauvamizi walivyoondoka walipokwenda Irani, Iraki, Libya. Wameacha nini pale? Legacy pale ni vurugu tu. Watu wanaendelea kupigana kuona pola mali tu. Hapana demokrasi. Kwa hiyo watu hata wale wanapenda sana kupata msaada ama kufikiri kwamba unaweza kupata msaada. Hapana, hapa ni kuwekewa kiongozi. Nchi inaweza ikawekewa mamluki hapa, kiongozi anafanya maslahi ya wao, na sisi tutaendelea hapa na kiongozi anashaingia katika nchi, kumuondoa kwake kugumu. Kama Luba, yule mdudu yule Luba akiingia kwenye ngozi, kumtoa kwake hapana, masuala ya damu kubwa kwa sababu anang'ang'ania hasa. Sasa anasema ili na sisi tuchukue tahadhari, tuangalie watu kwa jicho la pili, kwamba usifikiri kwamba ni wapenzi wa demokrasi. Hawana. Kwa sababu wasingefanya vituko hivyo. Na ndio maana Iran inaisaidia ile jicho kwa jicho, akipiga na anapiga tena mara mbili. Sasa bwana mkubwa anaona pagumu, kwa sababu maumivu anayaona. Sasa ile maumivu anayapata yale, ndio anafika mahala hapo alipofika sasa hivi. Yeye mwenyewe amesitisha mapambano, yeye mwenyewe ametisha kuvamiza. Sasa kama amesitisha, Iran ana sababu ya kuendelea kumpiga? Yana mgoja. Sasa Iran anajijenga tena, na yeye atajijenga tena, atakuja tena na sura nyingine. Maana yake nasema hivi kusudi mtakumbuka ya maneno yangu, na hivi pindi mviweke tu. Yule anapoza saizi anatafuta namna ya kujitibu, lakini namna ya kuja kivingine. Sababu anazo siku zote, Marekani na washirika wake wanaunda sababu, na sababu za kutengenezwa zipo. Ni kama zile za yule mwana kondoo na mbwa mwitu. Anamwambia bwana, wewe unachafua maji. Mtoto wa kondoo anamwambia mbwa mwitu, bwana, maji yanatoka kwako, yanatirika kuja kwangu, mimi ndachafua. Sasa basi, kama wewe mwaka juzi ulinitukana, mwaka juzi mimi sijazaliwa. Akasema basi babu yako ndio alinitukana. Sasa unaona, anatafuta sababu, yaani sababu za kuunga tu. Kwa hiyo nasema kwamba tunakokwenda bado ni mashaka, na amani Mashariki ya Kati haiwezi kupatikana isipokuwa mpaka hii dhuluma iondoke na ubabe ule uondoke. Na sasa hivi tunapokwenda, kwa sababu hapo tabadiliki, kwa sababu huyu ambaye anapenda usuluhisho kila wakati, dalili zinaonyesha hana haja ya usuluhisho. Anatafuta namna yoyote kumaliza tatizo. Kumaliza tatizo ni kupata kiongozi kibaraka ambaye atalinda ama ataiuza ile nchi yao na rasilimali zile, wale wa Irani wabaki kule walikotoka. Na tukizungumza historia yao ya huko nyuma inatia aibu sana. Wamepata tabu, wamepitia tabu sana. Wamedhalilika sana wale watu. Tutakwenda kuzungumza baadaye ili tujue, kwa sababu watu hawaelewi kwamba hizi nchi za magharibi mengine ubinadamu hawana. Wamewadhalisha sana ile mafuta yao yale.
walikuwa na pora kama ni wizi, tena sio wizi, uporaji. Nchi zimepora kwa miaka mingi, na ndio maana nchi hizi za dunia tatu ndizo zinaendesha chumi za nchi ya dunia kwanza. Hizi zinaendelea hizi hawana rasilimali zote zipo Afrika, zipo nchi Asia, zipo huko Amerika kusini kaskazini. Ndo maana huko migogoro haishi, kwa sababu pale wenyewe kwa jinsi ulivyo wenyewe hauwezi ukaishi ukajitegemea wenyewe, hauwezi ukasustain. Lazima kuna unyonyaji, lazima kuna planda. Mfaransa alikuwa nchi zile za kule magharibi ndo ilikuwa ndo rasilimali zake, anachukua uranium yote ile. Wale watu hawana umeme, yeye ana umeme muda wote, lakini anachowalipa hata 5% ipo. Sasa huu wizi, sio wizi, zaidi ya wizi. Mtu achukue 99%, maana huu ni uporaji na dhuluma amefanya kwa miaka mingi. Sasa bahati mbaya sana, kama tuna masikio hatusikii, kama tuna macho hatuoni. Lakini dunia hii sasa hivi, kama unautafuta ukweli utaupata tu, haujifichi, kwa sababu sio wote wanafurahia hilo. Usifikiri wale Marekani wenyewe wananchi wale wanafurahikia hizi tabia za serikali zao, hapana. Nao wana matatizo yao vile vile. Na wanaona huruma, wanaona uchungu, na unaona kabisa kwamba tunadhulumiwa. Lakini natakiwa ukombozi uanze kwako mwenyewe, na ndio anatufundisha Irani. Ukombozi umeanza kwake na upo kwake, wananchi wao. Kifo cha kiongozi wao ndio kimethibitisha hilo. Kama wewe unakuwa umelewa propaganda, unasikiliza nchi za magharibi kwamba pale pana uvunjia wake wale juu, kuna uonevu wa juu, watu milioni 50 wanamlilia kiongozi wao, wewe unaweza kumobilize watu wale? Kama unaweza mobilize watu 20,000 tu hapa, uone ngumu yake. Nchi nzima inalia kwa kiongozi huyu, ndio alikuwa dictator unaambiwa. Sasa inaingia akilini wao wenyewe. Marekani, Kennedy kiongozi wao mpendwa, walikuwa katika viongozi wapendwa ni Kennedy, aliwa mwaka 63-64. Je, alisikwa vile? Hakuna mfano. Sasa hiyo ndio maana utaona hata vyombo vyao vya habari hawataki kuoleza hilo, kwa sababu hilo linawaumbua. Lakini ukweli sasa hivi hii digital platform hii, kwamba sasa hivi kila kitu kipo hewani, kijiji, dunia imekuwa kijiji. Wao ukikataa kuonyesha, mainstream ikikataa kutangaza, vyombo vingine vinatangaza tu. Ndio maana sasa hivi Kondo, Dr. Kondo, TV online ipo, itazungumza na tunazungumza. Vingine zamani ilikuwa fursa hizi hazipo, na fursa ya kutusikia wewe ilikuwa upo. Unasikia upande mmoja tu kwenye magazeti haya ama kwenye vyombo ambavyo mainstream basi. Sasa vitu vingi vilikuwa vinafukiwa ama vinakuwa distorted. Kwa hiyo niseme kwamba doctrine ya Iran ya jicho kwa jicho, jino kwa jino, imesaidia kufanya hawa wakubwa waheshimu, wakae katika meza ya mazungumzo, waombe po na ndio maana pana utulivu. Angalau utulivu haujapatikana complete, lakini inaleta balance katika mazungumzo, inaleta heshima. Zamani ilikuwa Marekani ina dictate, sasa hivi haina uwezo wa kudictate, ina uwezo wa kujadili na kufanya maamuzi yanayokubalika pande zote mbili. Hilo ni jambo la kujifunza na jambo la msingi sana. Asanteni sana kwa leo, nafikiri tuishie hapa.